Tasnia ya muziki wa injili imepata pigo kubwa kufuatia kifo cha mwimbaji wa nyimbo za injili Irene Robert ambaye amefariki dunia na kuacha simanzi kwa familia, mashabiki na waumini wengi. Irene Robert alijulikana kwa huduma yake ya uimbaji iliyogusa mioyo ya wengi, akitumia sauti yake kuhubiri upendo wa Mungu na kufariji waliovunjika moyo. Nyimbo zake zilikuwa chanzo cha tumaini, faraja na imani kwa wengi waliokuwa wakipitia changamoto mbalimbali za maisha. Taarifa za kifo chake zimeibua majonzi makubwa mitandaoni, huku wengi wakikumbuka mchango wake mkubwa katika kueneza injili kupitia muziki. Mashabiki na watumishi wa Mungu wanaendelea kutoa salamu za pole kwa familia na wote walioguswa na maisha yake. Hakika ameondoka duniani, lakini huduma na sauti yake vitaendelea kuishi mioyoni mwa wengi. Irene Robert alizaliwa na kukulia nchini Tanzania. Tangu akiwa mdogo alionyesha kipaji kikubwa cha kuimba, hasa nyimbo za kumsifu Mungu, na alianza kuimba kanisani. Alianza kujulikana kupitia kwaya ya kanisani kabla ya kuanza muziki binafsi. Alijikita zaidi kwenye muziki wa injili, yaani gospel, nyimbo zake zilizokuwa na ujumbe wa imani na matumaini, kumtumaini na kumtumikia Mungu. Alipata mashabiki wengi kutokana na sauti yake ya kuvutia na yenye hisia. Irene Robert aliheshimika kama mtumishi wa Mungu kupitia muziki, mfano wa wasanii wa injili wanaoishi maisha ya kiroho, mtu anayegusa maisha ya wengi kupitia nyimbo zake. Amefariki dunia tarehe 20 Machi 2026. Kifo chake kimeacha huzuni kubwa kwa wadau wa muziki wa injili nchini Tanzania. Mpaka sasa taarifa kamili ya chanzo cha kifo chake bado haijaelezwa wazi. Hivyo usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.